Na mambo vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa Biomedia popote pale ulipo. Karibu sana kwa wakati mwingine tuziangazie taarifa mbalimbali mtazamaji. Na tuko na taarifa ambako Diamond Platnumz bana hadi aibu siri ya fichuka ametemwa kwenye orodha ya wasanii watakao kuwepo ufunguzi wa AFCON Morocco. Karibu sana. Habari za kutotajwa kwa msanii kutoka Afrika ya Mashariki katika orodha ya watakaotumbuiza katika ufunguzi wa michuano ya AFCON nchini Morocco inazua mjadala mkubwa hasa miongoni mwa mashabiki wa muziki na wapenzi wa michezo kutoka kanda ya ukanda huo. Miongoni mwa majina ambayo yametajwa kwa ajili ya kutumbuiza ni pamoja na mastaa wakubwa kama Frank Montana, lakini pia yuko Dowa, yuko Sezi, yuko Davido. Na kwa mashabiki wa Afrika Mashariki hasa Tanzania, jina la Diamond Platnumz lilikuwa miongoni pia mwa wale wote ambao walikuwa wanatarajiwa zaidi kwa sehemu ya tukio hilo kubwa. Sasa Diamond ni msanii ambaye amejijengea heshima na umaarufu mkubwa si tu Afrika Mashariki bali barani Afrika na dunia kwa ujumla. Ameshiriki matukio makubwa ya kimataifa na kushirikiana na wasanii wa kiwango cha juu duniani, na kwa misingi hii wengi walitarajia kuwa yeye ndiye chaguo sahihi la kuwakilisha Afrika Mashariki pengine katika tukio hilo la aina hiyo. Lakini pia hata hivyo kutokuwepo kwake kwenye orodha hiyo kunaibua maswali mengi kuhusu vigezo ambavyo pengine vilitumika kuchagua wasanii na ikiwa Afrika Mashariki ina nafasi ya kutosha katika majukwaa ya kisanii ya bara zima. Sasa kutokuwepo kwa msanii kutoka Afrika Mashariki kunatoa picha ya pengo la uwakilishi na umuhimu wa kuhakikisha wasanii kutoka kila ukanda wanapewa fursa sawa katika matumizi na matukio ya bara zima. Diamond amekuwa ni balozi wa muziki wa Bongo Flava kwa miaka mingi tunafahamu, na kwa kiasi kikubwa pia amechangia kukuza muziki wa Afrika Mashariki kwenye jukwaa la kimataifa. Sasa kwa msingi huu mashabiki wake wanahisi kama ukanda wao umepuuzwa pengine. Lakini pia hili linaweza kuchukuliwa kama fursa kwa wadau wa sanaa Afrika Mashariki kutathmini nafasi yao na kuboresha ushirikiano wao katika matukio ya kimataifa. Kuna haja ya kuongeza juhudi pia katika kujenga miundombinu ya kisanii, kukuza ushawishi na tasnia burudani na kuunganisha nguvu za pamoja ili kuhakikisha wasanii wa ukanda huu wanakuwa sehemu ya ukanda mwingine na kushiriki matukio hadhi ya juu kama AFCON. Right now hatua iliyobaki ni kutumia hili kama changamoto ya kujenga upya nguvu ya pamoja na kuwakilisha Afrika Mashariki kwa kishindo zaidi katika matukio yajayo. Licha ya kukosekana kwake safari hii, Diamond na wasanii wenzake kutoka ukanda huu bado wana nafasi kubwa ya kuendelea kupeperusha bendera ya Afrika Mashariki katika ngazi ya kimataifa. Unalipa la kuzungumza pengine mara tu baada ya kukosekana jina la msanii Diamond Platnumz ambaye alitarajiwa kuwa mwakilishi wa Afrika Mashariki katika michuano ama ufunguzi wa michuano ya AFCON kule nchini Morocco. Unalipi la kuzungumza? Pengine ni vigezo vimemtoa kwenye mfumo ama ni bara limepuuzwa? Moja kwa moja maoni yako itaendelea kusomeka kwa wakati mwingine mtazamaji. Hii ni Biomedia. Endelea kushare, kusubscribe pamoja na kulike.